So story time. There is this one time, of course tukiwa dogo kuna zile time our guardians, especially our moms, walikuwa na come up car ladies. Wana come up, wanashikana pamoja, they do something, they either buy utensils, kusanya pesa, wanakupatia sijui at the end of the month. So, they come up together and had a decision. They buy the cabbage seed, ututu cabbage, to benguto cabbage, sijui zinaitwa aje na kizungu, those. Then, wapande, tukisha kuwa tukubwa kiasi, wagawane, waende wapande kila msee. So, kila mtu alikuwa na shamba yake, tuseme 1 acre. So, si tulikuwa na, mama alipanda in a 3 acre fund, na kwa shamba yenye tulikuwanga nayo. So, the cabbage tulikuwa tunalimia kila time, kila day, like, tulikuwa tunaamka, that was the work. After a few months hivi, so the cabbages were ready. So, zilikuwa ready to sell. Ikafika time ya kuziuza, so si alita broker, hakuwa anajua anything about it. Ilikuwa tu ni plan walikuwa wamecome up nayo. So si akakame up, akakuja na broker. Na I remember that days walikuja na lori. Hiyo kubwa, lori fulani ilikuwa bigi. After shaona venye shamba inatoshana, sijui what came up to his mind. Huyo dereva naye hakwenda kupulia, so yote yako. So kama unajua alisema nini? One cabbage ilikuwa inafaa, 2 cabbages zilikuwa zinafaa kutoka 5 bob. Ilikuwa 5 bob ama 4. I think 2 for 4, na zilikuwa big juu zilikuwa zimeshalimwa, kulikuwa na irrigation scheme kwa hiyo place, like ilikuwa massive. So akakam nayo. Papa after kusikia hivyo sasa unajua alisema nini? The cabbages akona plants, akona kuku na ng'ombe na mbuzi za kukula hiyo shit. Na ita shit za kukula hizo cabbages. Hatukuwa tunajua pia sisi tulikuwa inclusive, tulikuwa among the sheeps and cabbages wenye zinafaa kudishi hizo makado. So ikafika point tulikuwa tuna every meal, may it be breakfast, may it be chai ya saa 4, saa 7, saa 10, supper, cabbage, literally kila kitu. So ilikuwa inafika point hadi tunasahau kama kuna kuanga na greens. Ushaikula roughage, hizo sijui kama na providing na roughage. Ushaikula cabbage in your entire week. Sasa wacha hivyo. Unaona sasa ng'ombe zilikuwa zinaona mkoro akitembea na gunia, zinajifanya hadi sasa zilikuanga zimeshiba. Juu maziwa ilikuwa inatoka ikiwa silky. Like zimekula cabbage for a long time. Mang'ombe zimekula cabbage for a long time. Hadi zimefika point zinaona mkoro na nini, zinajifanya zimededi. Mbuzi zenyewe, kuku hazikuwa zinataga mayai. Zinatagaje mayai surely for real, like hiyo time before hiyo period iishe, it was like ilikuwa ni mbaya. So from that time up to this time sijaiona wakina madhu wakiwa na project kama hiyo tena. Na nyinyi madrivers wenye mnakujanga mabroker mnakuja kushika vitu kwa shamba, that is not good. How comes tumepiga hiyo shughuli? Nyinyi ndio mlitutesa. In fact hatungewahi kula kabo yote kutoka hiyo time tena. Naonanga natakanga nisikia agenda za hiyo meeting yenye nakuanga huko, natakanga sana kuzisikia.